baba nyumba wetu, baba yetu wa jimbo, Askofu Joseph Roman Bulola. Makofi kwake. Mhashamu Baba Askofu Mkuu mstaafu Jimbo Kuu la Tabora Paulo Luzoka, ingawaje ametoka kidogo, natambua amekuwa nasi. Mhashamu Askofu Josephat Bululu, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Tabora, na Mhashamu Askofu Christopher Ndize, mjubiliani wetu, pamoja na mapadre na watawa kwenye jubilei. Mpendwa Monsignor John Baptist Italuma, naibu balozi wa Vatican nchini Ethiopia, Djibouti, Somalia na Umoja wa Afrika, wapendwa mapadre wote kwa itifaki zenu, watawa wa kike na wa kiume kwa itifaki zenu, waheshimiwa viongozi wa serikali, mafrateli, walelewa wa utawa, ndugu jamaa, marafiki wa wajubiliani wetu, wageni waalikwa, ndugu wapendwa, waumini wote, familia ya Mungu Kristo. Leo si siku isiyo na mwenye. Kwanza kabisa, mwenye siku hii ndiye aliyetuwezesha tukaweza kuwa hapa, ambaye ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu aliyewaita, ni Mungu aliyewachagua, ni Mungu aliyewaweka wakfu, ni Mungu aliyewatuma, na ni Mungu ambaye katika miaka yote hii amewashika mkono watumishi wake na kuwajalia kufika hapa walipo leo. Tumpe Mungu sifa na utukufu. Kwa kweli leo hatuadhimishi tu kile ambacho wajubiliani wetu wamemfanyia Mungu. Tunaadhimisha zaidi kile ambacho Mungu amefanya ndani yao na kupitia wao. Ndiyo maana maneno ya maandiko yanatufaa sana katika siku hii ya leo. Sasa basi, Mungu wetu, kwa kushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Rejea kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura ya 29 aya ya 13. Leo si siku isiyo na mwenye. Mwenye siku hii ni mzee wetu Padre Tryphon Libalema, anayetimiza miaka 50 ya upadre. Baba Libalema, miaka 50 ya upadre imekuwa miaka 50 ya huduma, tena imekuwa miaka 50 ya kuwafanya watu kuwa watoto wa Mungu kwa ubatizo ulioadhimisha. Tena imekuwa miaka 50 ya kuwalisha watu Ekaristi Takatifu. Hii miaka 50 tunayoadhimisha na tunayoadhimisha pamoja nawe imekuwa miaka 50 ya kuwaunganisha tena watu na Mungu kwa sakramenti ya upatanisho. Imekuwa miaka 50 ya kutangaza neno la Mungu. Imekuwa miaka 50 ya kuwabariki watu wa Mungu. Kama padre aliyetoa huduma mijini na vijijini, miaka hii 50 ya upadre imekuwa miaka 50 ya kuwafariji wenye huzuni, kuwaombea wagonjwa na kuwasindikiza waliotangulia mbele ya haki. Baba Libalema, hongera kwa utume wa miaka 50 na asante kwa huduma zako.
Leo si siku isiyo na mwenye. Mhashamu Baba Askofu Christopher Ndizeye na mapadre wapendwa Eliazari Maneno na Sabas Kanshirahi ambaye yuko nasi kiroho zaidi, wenye siku hii ni ninyi pia. Leo kama jimbo tunasherehekea pamoja nanyi jubilei ya miaka 25 ya upadre. Miaka 25 iliyopita mlisema ndio fiat kwa wito wa Mungu. Mliweka maisha yenu mikononi mwa Kristo na kanisa lake. Hamkujua kila kitu ambacho kingetokea katika safari yenu. Baba Askofu Ndizeye, hukujua kama utaadhimisha jubilei ya miaka 25 ya upadre katika majimbo mawili, moja la kuzaliwa na nyingine ulipo kwa sasa katika utume kama askofu wa jimbo hilo. Baba Maneno, hukujua kama ingetokea mkawa parokia moja na anayeadhimisha jubilei ya miaka 50 ya upadre mwaka huu. Hamkujua watu wote ambao mngekutana nao. Hamkujua furaha wala misalaba yote ambayo ingekuja, lakini mlijua jambo moja: yule aliyewaita alikuwa mwaminifu. Na leo miaka 25 baadaye mmesimama mbele yetu kama mashahidi wa uaminifu huo. Mababa, hongereni sana kwa utume wa miaka 25 na asante kwa huduma zenu. Furaha tuliyo nayo leo pamoja nanyi na kwa ajili yenu inaongezwa na uwepo wa Mhashamu Askofu Mkuu Mstaafu Paulo Ruzoka wa Jimbo Kuu la Tabora, ambaye ndiye aliyewapa daraja ya upadre miaka 25 iliyopita. Ingawaje hayupo, tumpe maua yake. Leo si siku isiyo na mwenye. Tambueni kuwa siku hii ina mwenye. Sasa ni zamu yenu Sista Oliva Kagombola na masista Justin Mpalie na Sista Imakulata Kalisi na Sista Bernadeta Kibira. Miaka 50 yako Sista Oliva. Miaka 25 yenu masista Justin, Sista Imakulata na Sista Bernadeta. Sista Oliva, miaka 50 ya maisha ya wakfu unayoadhimisha leo pamoja nasi kijimbo, imekuwa miaka 50 ya kusema mimi ni wako Bwana. Imekuwa miaka 50 ya sala ukiungana na Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Umewaombea mapadre, watawa wenzako na wanakanisa kwa ujumla. Miaka hii 50 ya jubilei yako imekuwa miaka 50 ya huduma, lakini pia miaka 50 ya sadaka na kuishi nadhiri zako. Miaka 50 iliyopita ulimpa Mungu ujana wako. Leo unamletea pia matunda ya maisha yaliyotolewa kwake. Sista Oliva, hongera sana. Sisi sote Wanakigoma tunafurahi kuwa umetimiza miaka 50 ya utawa ukiwa unafanya utume katika jimbo letu.
endelea kuwa nasi hata miaka 50 ijayo. Mnaguna hamna imani. Kwa Mungu yote yanawezekana. Na ninyi masista Justin, Immaculata na Bernadeta, miaka 25 iliyopita nanyi mlisema ndio. Miaka hii 25 imekuwa miaka ya sala, maisha ya kijumuiya, utume, huduma na kujitoa. Ni miaka ya kumchagua Kristo, si mara moja tu siku ya nadhiri, bali kumchagua tena na tena kila siku. Hongereni sana. Kanisa linawashukuru. Kanisa linawapongeza. Mungu awajalie furaha katika utumishi wenu. Aipokee sadaka ya maisha yenu mnayomtolea Mwenyezi Mungu kila siku. Awajalie kukipokea kikombe cha wokovu chenye afya njema, utulivu wa moyo, matumaini ya kupokea msaada wa Mungu kila wakati. Na mkiwa na hayo na mengine, muendelee kulitangaza jina la Bwana hadi kufikia siku ya kuadhimisha miaka 50 ya utawa na zaidi. Hongereni tena na hongereni sana. Na leo pia si siku isiyo na mwingi. Ni kweli siku hii ina mwingi mwingine. Kwenye siku hii ni sisi waamini wa majimbo ya Kigoma na Kahama ambao ndugu zetu hawa wametuhudumia. Kwa miaka hii wameishi kwa ajili ya Mungu, lakini pia wameishi kwa ajili yetu. Wametusaidia katika mahitaji mbalimbali ya kiroho na ya kimwili. Kwa hiyo jubilei hii si yao peke yao, ni yetu pia. Tujipongeze. Na ndiyo maana leo hii tunapomshukuru Mungu kwa wajubiliani hawa wetu, tunamwomba pia Bwana wa mavuno aendelee kutuma watendakazi katika shamba lake ili watuhudumie. Mwenyezi Mungu atubariki. Mwenyezi Mungu kupitia miito yenu na ushuhuda wa miaka hiyo iwe ni ishara ya kuwavuta vijana wengi wajiunge katika maisha ya upande, maisha ya utawa. Na wazazi, mjitahidi kuwalea vijana wenu vyema ili nao waweze kuishi kama ninyi mlivyoishi na mkazaa matunda yaliyo mema ambayo tunayashuhudia siku ya leo. Jitahidi kuwa na ndoa takatifu, ndoa ambamo kunazaliwa uhai, kunazaliwa miito, kunalelewa uhai, kunalelewa miito, na kutoka humo tunapata ndoa nyingine takatifu, na humo tunapata na miito hiyo mitakatifu kwa ajili ya kulitumikia kanisa. Wajubilai wetu wapendwa, ninawaomba sasa msogee mbele ili niwapatie zawadi kwa niaba ya taifa la Mungu jimboni Kigoma.